الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tunamtakia sala na salamu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumo ndani ya siku ya Jumamosi. Tunaishi katika ndani ya masiku bora, masiku ya mwezi wa Ramadhani. Haya masiku Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake na upendo wake kwa sisi ametuwafikisha mimi na wewe kuyaishi masiku haya tukiwa wazima, tuna uhai, kadhalika tuna afya njema. Hii neema Allah ametuneemesha sisi ambao tuko katika mgongo huu wa ardhi hivi sasa, akiwa ana upendo na huruma kubwa sana kwetu sisi. Huu mwezi ni mwezi ambao una mambo mingi sana ambayo yamezungumzwa na Allah kadhalika na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati ulikuwa ukiingia mwezi huu wa Ramadhani alikuwa akiwapa bishara njema maswahaba zake. Ukiangalia katika sira, Mtume ameishi baada ya kupewa utume takriban miaka 25, na katika kila mwaka alikuwa yeye akizungukiwa au kizungukia yeye miaka 12 ya mwaka mmoja, miezi 12 ya mwaka mmoja. Ulikuwa ukiingia mwezi wa fungu 4, fungu 5, fungu 6, fungu 7, miezi yote. Lakini ni mwezi Ramadhani, mwezi wa kipekee ambao ulikuwa ukiwafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapa bishara masahaba zake, ataakum shahru Ramadhan, umekujieni nini mwezi wa Ramadhani. Kisha anataja zile fadhili zake, kuona mwezi huu una miza, una tofauti, una vitu ambavyo vingi sana haviwezi vikapatikana katika miezi mingine yote zaidi ya mwezi huu wa Ramadhani. Na mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala ameupa tofauti ya kipekee ukilinganisha na miezi mingine. Moja ya tofauti hizo kwamba Allah hasa mwezi huu ameuweka maalum kwa ajili ya kutoa msamaha kwa waja wake. Yeye anafahamu kwamba wanadamu ni wingi sana wa kukosea, na hiyo kwa sababu yale maumbile yao walivyoumbiwa iko hivyo, na Allah yeye hakuwaumba wanadamu kwa lengo la kwenda kuwaadhibu wao, bali Allah jalla jalaluhu arhamu liibadi. Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko ummi liwaladi au liwaladi, kuliko hata mama kwa yule mtoto wake aliyemzaa. Sasa Allah ametuletea mwezi huu wa Ramadhani kama ni shahru rahma wal maghfira, ni mwezi wa kutoa msamaha. Na ndio maana ukiangalia katika hadithi sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha jaa Ramadhan, ukija mwezi wa Ramadhani, futihat abwabu janna, milango ya pepo yote inaachwa wazi. Wa ghuliqat abwabu niran, kadhalika pia milango ya moto yanafungwa. Kwa nini? Kwa sababu kupatikane njia, kupatikane wepesi wa watu kukimbilia katika khairati, ili wao wasamehewe na Allah madhambi yao. Na ndio maana Al-Imam
Qatada rahmatullahi alayhi anasema kana yuqalu, ilikuwa ikisemwa, man lam yughfar lahu fi Ramadhan, mtu atakayekosa msamaha katika mwezi wa Ramadhani, falan yughfar lahu, mtu huyo hatopata tena msamaha katika mwezi mwingine wowote, kwa sababu mwezi wa Ramadhani kumeandaliwa njia maalum na nyepesi sana za mwanadamu kufikia kupata msamaha wa Allah. Mashetani wakorofi wanakomelewa, milango ya moto inafungwa, milango ya pepo inaachwa wazi. Amali salihah katika mwezi wa Ramadhani tudhaafu ujur, ujira unakuswa, unakuwa mkubwa zaidi kuliko miezi mingine. Yani kikawaida katika miezi mingine ukitoa mwezi wa Ramadhani, alhasana, jema moja mtu analipwa biashri, sawa sawa na aliyefanya wema 10. Lakini mwezi wa Ramadhani al-a'mal tudhaf, haya matendo sisi tunayofanya wallahi ujira wake unaongezwa zaidi. As-salah, swala ambayo unaiswali ndani ya masiku haya, ujira wake ni mkubwa kuliko swala ambayo wewe unaiswali masiku yaliyopita kabla ya mwezi wa Ramadhani. Sasa ikiwa ni swala ya faradhi, ujira unakuwa mkubwa, au swala za sunna, ujira unakuwa mkubwa. As-sadaqa, ile sadaqa ambayo wewe umeitoa katika miezi iliyopita kabla mwezi wa Ramadhani, ujira wake utakaopata katika mwezi huu wa Ramadhani ni mkubwa kuliko miezi mingine. Alhasanatu tudhaafu fihi, mema yanaongezewa ujira ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Mwezi huu umekuja na ishara nyingi sana. Kila mmoja kwanza anatakiwa fahamu qima, nafasi, thamani ya masiku haya tunayoishi, halafu aonyeshe tofauti kuishi kwake katika masiku haya ya mwezi wa Ramadhani kutofautike kabisa na masiku ya miezi iliyopita. Wallahi, masiku haya ni masiku ya kipekee. Muislamu hatakiwi kuyapuuza, bali anatakiwa awe na ikbali kuyakimbilia kufanya taat mbalimbali. Akitoka toa hii afanye hii, akitoka toa hii afanye hii, kaulia kwa fiilia, ya kimaneno na kivitendo. Na kuna bishara njema nyingi sana ambazo zimekuja ndani ya Qur'an, kadhalika na ndani ya Sunna, kupewa bishara njema kwa wale ambao wanafunga mwezi huu wa Ramadhani wa kuwa wao ni mukhlisun, wana ikhlas ya kweli, na wakayapatiza masiku haya kama inavyotakiwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema kwamba siku ya Kiyama kuna watu watawapa habari ya kuambia, kulu washrabu hanian, kuleni na munywe, kuleni na munywe. Siku hiyo, siku ya Kiyama, watakuwa wote hao wameshaandaliwa vinywaji vya sampuli mbalimbali, kadhalika na vilaji mbalimbali. Wataambiwa nyinyi kuleni na munywe kwa upole na utaratibu, bima aslaftum fil ayyami khaliya. Vinywaji hivi na ulaji huu ulioandaliwa kwa ajili ya nyinyi, kwa yale matendo mema mlioyatanguliza katika masiku yaliyopita ya duniani. Qatada rahmatullahi alayhi akiwa anatafsiri aya hii anatolea maelezo kwa kusema, nazalat hadhihi al-aya fi as-saimin, na aya hii imeteremka kwa wafungaji, kwa wale walioyatumia masiku yao ya mwezi wa Ramadhani vizuri. Wadhalika, anasema na hilo, annahu idha kana yawm al-qiyama, itakapokuwa siku ya Kiyama, wa balagha an-nasu min al-qarbi wal-gham,
ma la ya'lamuhu illa Allah, dhiki ambayo hakuna yoyote anayefahamu isipokuwa Allah. Min al-'atshi wal-ju'i, watu watakuwa na kiu kali, watu siku ya Kiyama watakuwa na njaa kali, wal-har, joto kali sana. Yuqalu lahum au qila lis-sa'imina dhalika, wataambiwa wale waliofunga hivyo, kulu washrabu. Wakati watu wako katika dhiki ya hali ya juu, joto kali, tambakuleni nyinyi na mnywe nyinyi. Lakini yule atakayeambiwa ni yupi? Aliyejua thamani ya haya masiku, aliyejua nafasi ya masiku haya, amefunga. Wakati yeye amefunga, kadhalika samat jawarihuhu, vile viungo vyake pia navyo vimefunga. Sio amefunga tu mdomo kujizuia kula na kunywa, hapana, bali na viwili pia vimefunga. Mkono wake umefunga pia, umejizuia na kukamata vya haramu. Mguu wake umefunga pia, unajizuia na kwenda sehemu za haramu. Macho yake yamefunga pia, yanajizuia na kuangalia haramu. Hakadha saimun, hivi ndivyo wanavyokuwa wafungaji. Na maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, man lam yada' qawla zur, yule ambaye hawezi kuacha maneno ya kipuuzi na maneno machafu, kusengenya, kusema uongo, kuzulia watu, udanganyifu na mengineyo. Man lam yada' qawla zur wal amala bi, na kufanyia kazi haya maneno machafu na mabaya. Yani hawezi kuacha vitendo vya kipumbavu, mara mtokozi huyu, mara mtokozi huyu, mara afanye hichi, mara afanye hichi, ambapo havina faida na yeye katika mwezi wa Ramadhani. Falaysa lillahi haja, wallahi mtu huyu hakuna haja kabisa fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kuacha kwake yeye chakula chake, sina haja tu basi. Wewe mwezi wa Ramadhani umekuja kulea nafsi yako kufanya matendo mema, umekuja kulea nafsi yako kutamka maneno mazuri, halafu wewe mwezi, kwa sababu somo au Ramadhani madrasa ni chuo ambacho ni kozi maalum. Allah ameiandaa kozi hii kwa kila mwaka kwa ajili ya wale wake wema, yatadarabun, wao wanafanya mazoezi kwenye khairati mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea kwa ajili yetu sisi. Mtu anatakiwa aache maasi ambayo yanafungamana na maneno kuzungumza, aache na maasi ambayo yanafungamana na afali kufanya, bali anatakiwa yeye adhibiti kiungo chake cha kuzungumza na viungo vyake vya kufanya, vyote vielekee katika taati. Ndugu zangu katika imani, wallahi masiku haya tumeletewa sisi ambao ni ahyau, tuliopo hai. Hebu tuyaishi maisha ya masiku haya kama walivyoishi wema waliopita, salafu saleh. Wema waliopita adraku qimata hadhihi al-ayyam, wallahi walifahamu thamani na nafasi ya haya masiku, hawakupoteza hata sekunde moja. Wallahi wema waliopita walipatiza haya masiku. Na kwa bahati mbaya sana sisi tukitajiwa mwezi masiku tunaona ni mengi sana, siku 30, lakini wallahi katika kitu cha ajabu, ukiangalia Qur'an unapata kuona pamoja na kwamba masiku haya ni masiku bora, lakini Allah kayataja kwa utajo wa kipekee. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah baada ya kuonyesha yeye kuwahutubia waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam,
likamilike, kama waliofaradhishiwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun. Lengo la kufaradhishwa nyinyi funga ili mpate kufikia uchaji kwa matendo yenu mema mtakayofanya. Alafu akasemaje? Ayyaman ma'dudat. Subhanallah, unzur, Allah anasema hiyo Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika. Yani Allah anasema, hakusema ayyaman kathira, haya masiku mnayofaradhishwa nyinyi funga ni masiku mengi, wala hakusema ayyaman tawila, haya masiku mnayofaradhishwa nyinyi funga ni masiku marefu, hakusema hivyo, bali kasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Almaana anamaanisha nini? Amesha kwanza kwamba sisi tusijisahau, tukataja masiku 30 tukayakuza tukaona ni mengi, bali Allah anataja anasema ayyaman ma'dudat, masiku machache yenye kuhesabika, kwamba sari'atul inqida, masiku haya yanamaliza haraka. Sasa nyinyi mkisikia mwezi mmoja, msizipe uzito nafsi yenu mkaona basi tufunge mwezi mzima wa Ramadhani, masiku 30, tusimame usiku mwezi mzima wa Ramadhani, masiku 30. Nafsi zikaanza kubeteka kwa kuona ni nyingi. Allah anazitia hamu nafsi zetu kwa kusema ayyaman ma'dudat, masiku machache yenye kuhesabika, tena yanamaliza haraka. Msighafilike nayo, haya masiku ya kufahamu yanaondoka haraka. Na wallahi bil hakika, mtu tumeanza Ramadhani jana, leo tuko Ramadhani ya 4. Jana tuliamsi uliindama mwezi, leo tuko Ramadhani ya 4. Uone haya masiku jinsi yanavyoondoka, tena yanakimbia kwa haraka. Sasa wewe ukitaja siku 30 usiziangalie kabisa kama miezi mingine ambayo imepita nyuma. Haya masiku Allah ameyasifu kwa kutaja, kwa kusema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kumaliza haraka. Na wallahi masiku haya yataondoka, kisha kitakachobakia ma sujjila fis sahari, vile vilivyoandikwa katika karatasi za mema yetu na maovu yetu. Billahi alayhi, haya masiku yatamaliza na yataondoka, lakini matendo yetu ambayo sisi tunayafanya kila siku alfajiri ikichomoza, musajjala, yamerekodiwa na yatabakia, wala hayatomaliza. Kwa hiyo kila mmoja ambaye jadwal maalum, awe na hutuba, mchoro maalum, awe na haya lengo maalum. Wewe umeingia kwenye huu mwezi wa Ramadhani, impanga lengo lako, ipangie lengo la taat. Mimi katika mwezi huu wa Ramadhani nitajitahidi kufanya ibada hii na hii na hii na hii kwa wingi, kisha iorodheshe kwenye daftari maalum. Halafu jipangie wakati wa kutekeleza ibada hizo. Yawezekana kama kuna dhambi wewe umeifanya ya muda mrefu, imekuwa tabu kuiacha, hebu jipangie dhambi fulani yainishe sababu maandishi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani na iacha. Na ukimaliza mwezi wa Ramadhani tayari nimeshazoea kuacha na dhambi hiyo, ndio moja kwa moja tena hapana malengo yako. Wallahi, tendo moja dogo ambalo linadumishwa ni khairun, ni bora kwa Allah kuliko matendo kukusanya mengi kisha ukashindwa njiani. Hebu kuwa na plani wewe ndani ya mwezi huu wa Ramadhani na lengo, ana ibada maalum ambayo utadumu nayo mpaka mwezi wa Ramadhani kumaliza, pia unaendelea nayo. Halafu jiwekee na dhambi maalum ambayo wewe unaifanya sana, kama ni dhambi ya kusema
Ramadhani tayari ameshazoea, siendelee tena na dhambi. Kwa na hukumu ndugu yangu Muislamu, kwa na lengo. Na ndio maana ulama wa Uislamu wanasema, kwa nini Waislamu hawafaidiki na Ramadhani wakati wao Ramadhani nyingi zinawafikia? Kwa nini? Wanasema kwa sababu adamul hadafi inda almuslimin, ni kwa sababu Muislamu anakosa lengo. Ramadhani imeingia kama vile mwezi ya kawaida tu kwake yeye, hana lengo maalum. Wewe umeingia katika uwanja huu wa mwezi wa Ramadhani, hebu kuwa na lengo. Itafute ibada moja ambayo ni ibada ya sunna, hukuwa na kawaida ya kuifanya katika miezi iliyopita, sasa ilazimishe nafsi yako. Na kwa bahati nzuri, wallahi, ukiangalia mwezi wa Ramadhani unaikuta sasa nafsi inakuwa nyepesi ya kufanya toa fulani. Unaikuta sasa nafsi yenyewe inapenda na inakuwa ni nyepesi, kwa sababu zile asbabu taat wa asbabu maghfira zote zimeandaliwa kwa ajili ya muumini. Sasa wewe, hebu panga kuwa na lengo, tafuta ibada fulani, idumishe hata kama kidogo kidogo, kisha uwe na hamu, uwe na lengo la kwamba ibada hiyo ukimaliza mwezi wa Ramadhani naendelea nayo. Siku nyingi salatu duha, qiyamul layl, qiraatul Qur'an, wirdia, kusoma Qur'ani kwa kipande maalum. Yani kama mwezi huu wa Ramadhani jiwekee, mimi itakuwa nikisoma mathalan juzu moja, halafu ukimaliza mwezi tayari nimeshapata mazoea na mazoezi ya kwamba ninao uwezo kila siku kusoma juzu moja, siache. Tuingie katika mwezi huu wa Ramadhani au tuishi katika mwezi huu wa Ramadhani na malengo ya Muislamu. Ulama salafu salih wameandika vitabu, kaifa nastathmiru hadhihi al-ayyam, vipi tutayaimarisha na tutayatumia haya masiku. Wengine wakaandika vitabu, halul mu'minina fi Ramadhan, hali za waumini wanazotakiwa wawe nazo katika mwezi wa Ramadhani. Ukiangalia huko utaona maajabu jinsi gani salafu salih waliyatumia haya masiku. Mpaka kuna mwingine unajiuliza, hivi hawa walikuwa wakiishi katika dunia hii tunaishi sisi, walikuwa ni ulimwengu mwingine? Maanake wanafanya mambo ndani ya mwezi wa Ramadhani mpaka unastaajabu, hizi njazati zinatokea vipi? Mtu kuhitimisha Qur'ani mchana mmoja, mchana na usiku anahitimisha hitma nyingine Qur'ani, karibu. Lakini kwa sababu walipokea mwezi huu wa Ramadhani bisharahi sadr, nyoyo zao zilikuwa kunjufu, walikuwa wana shauku ya kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani. Allah akatia baraka katika masiku yao, akatia baraka katika umri wao, wakawa ni wepesi mno wa kufanya taati. Ndio maana wengine walikuwa mwezi wa Ramadhani kidama, walikuwa wakifunga maduka yao, walikuwa wakifunga darasa zao, walikuwa wakijifungia ndani misikitini, wakibakia misikitini, wakitoka toa hii wanafanya toa hii, kutoka toa hii wanafanya toa hii. Basi kwa sababu ya shughuli za kimaisha hatujalipanga na hilo, hatuwezi. Basi huwezi ukaandaa wakati mfaragha, wakati ule fulani uko mwandaa maalum, waacha shughuli zako, wewe tatafarra bi rabbik au ma'a rabbik, unajitenga na Mola wako kufanya taat, unashindwa. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kuishi maisha mazuri katika haya masiku. Tutakwenda kuulizwa na Allah jalla jalaluhu, kaifa ishna hadhihi ayyam, tuliyaishi vipi masiku haya? Kila mmoja tunakuulizwa bila kusema. Hii neema kuna wengi walikuwa wakitamani wafikie, lakini bado siku moja tu Ramadhani kuingia wameondoka katika mgongo wa dunia. Wengine bado wiki tu Ramadhani kuingia wanaondoka katika mgongo wa dunia. Wengine bado mwezi tu Ramadhani kuingia wanaondoka katika mgongo wa dunia. Al-an, hivi sasa yatamanauna, wallahi wanatamani wayaishi haya masiku. Wewe Muislamu leo unaishi kama maisha masiku ya kawaida, fujo tu unalopiga wewe na makelele kwa masokoni, mbarakati tu za hapa na pale, mbio tu nini utafuta maisha. Wewe tokea upate fahamu zako, utafuta maisha.
mpaka leo tafuta maisha. Hujajua kama maisha haya ya dunia ni maisha ya kupita na kumalizika. Hujapanga wakati wa kumwekea Mola wako kufanya ibada. Ndugu zangu katika imani, tuyaishi masiku haya tukifahamu kwamba ni neema Allah ametuneemesha nayo, bali tufahamu kwamba ni fursa moja kubwa sana Allah aliyotupatia mimi na wewe. Tukipoteza fursa hii, huenda Allah asikadirie kuidiriki fursa inayokuja mwakani. Wallahi, tushukuru neema hii kwa maneno na kwa vitendo. Tumwonyeshe Allah subhanahu wa ta'ala kama sisi tumepokea neema yake na tunamshukuru kwa neema ambayo ametuneemesha nayo. Tutakuwa minal faizin, katika wale ambao wamefaulu katika haya maisha ya dunia, kadhalika maisha akhera. Leo tuishie hapa inshallah. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.